Hello wadau na wadaunes. Leo hii tuko hapa kwenye show yetu ya kila asubuhi, mnavyojua show mnayoipenda ya Double D, yani David Juma. Asante sana. Leo tumebarikiwa kupata mgeni wetu wa siku hii ya leo. Ni mgeni ambaye wengi kwa macho yao si mgeni, lakini ni kijana wa nyumbani. Nafikiria kwa majina labda ungejitambulisha kwanza. Karibu kwenye show yetu. Nashukuru. Yeah. Asante sana. Kwa hivyo mgeni wetu unaweza jitambulisha ili watazamaji wa kuone. Asante sana. Kwanza habari zenu wana Soin World na Rongai kwa jumla. Kwa majina naitwa Simon Alois, jina ambaye najulikana mtaani ni Jakaboda. Mimi ni mkaji wa Soin Rongai constituency. Asante. Kwa hivyo leo tumebarikiwa kupata Jakaboda mwenyewe. Yaani Jakaboda mwenyewe. Ya, labda mwenzangu, labda kama uko na jambo la kusema kidogo kwa sababu ya matayarisho. Leo hii tunaenda kuuliza maswali, yale maswali ambao labda yamekuwa yakisumbua watu kuhusu Jakaboda. Yaani watu ambao wanataka kumjua Jakaboda ni nani. Kwa sababu ni mtu ambaye ni mkakamavu, ni mtu anajituma zaidi. Kwa hivyo keti tu kwa muda mfupi tunaenda kuanza show yetu. Labda wacha tuende mapumzikoni kidogo. Tunaporudi mwenzangu atachukua atamu. Okay. Bwana Jakaboda mwenyewe. Labda kwa miaka labda ambazo zinakuja, labda kuna yale changamoto ambayo labda utakumbana nayo kwa sababu ya vile ulifungua hiyo inaitwa aje, bunge la mwananchi. Labda kwa sababu ya wale ambao wako na maswali mengi sana ambao wanajiuliza, kwa sababu tumeuliza maswali, kwa nini amefikiria kuhusu izati wa campaign strategy ama ni nini? Hii kitu kwanza nikirudi nyuma, hii sio my campaign. Mimi tu nilikuwa nataka nitoe sauti ili iweze kusikika katika wale viongozi ambao tuko nao. Tuliwatuma viongozi wetu, lakini kuna baadhi ya vitu ambazo hawazafanya katika hii eneo letu la Soin Ward and Rongai. Asante. Yeah. Kwa hivyo kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza, kuna bunge la mwananchi ambalo limefunguliwa pale Athenai Market, ambao ilifanywa launching officially, ambapo tulikuwa na mgeni tulikuletea. Kuna mgeni ambao ulikuwa umetuletea? Yeah, ule mgeni ambaye nilikuwa nimewaletea ni the president of Nakuru County. Kwa hivyo katika bunge la mwananchi. Okay, na labda tu unaweza kuelezea watazamaji ama wasikilizaji itakuwa ni siku gani na gani ambapo mtakuwa mnaweka hiyo bunge la mwananchi hapo kwa soko na Soin? Siku mmetenga siku gani na gani? Bunge la mwananchi inafaa ikuwe kila siku kwa sababu watu wanatoa maoni yao. Yeah. Ni mahali palipo kutoa maoni. Yale vitu ambayo yanafanyika katika eneo zetu, katika Soin and Rongai as a whole. So itakuwa kila siku. Isipokuwa tu bado tumeanza juzi. Kuna zile vitu ambazo lazima tuzifuatilie pole ili tuweze kupata next week pia tuko pale. Asante sana. Okay, nikiulizia katika siasa obvious kuna ukabila na usawa, si ndio? Ningependa tu uelezee kwa uchache kuhusu ukabila, upande wa line ya siasa. Katika siasa mimi sipendi mambo ya ukabila. Watu once umechagua kiongozi lazima aunganishe all community wote ili tuweze kutoa katika ukabila. Yes. Okay, na ukielezea usawa? Usawa wetu lazima tupendane kama watu ambao wanaishi katika Rongai. Asante sana. Kwa hivyo tunaenda break kidogo watazamaji, tunarudi na maswali mengi. Nafikiria tunameza maji, tama la maji kidogo, kisha tutarudi baadaye. Okay, Bwana Jakaboda hapa ni aspirant wetu wa kiti cha MCA Soin Ward kama alivyosema, na tuko na maswali kadhaa ambayo tutamuuliza. Hii maswali haitoki kwetu bali inatoka kwa nyinyi ambao ni wapiga kura ambao mnatazamia kupiga kura mwakani wa 2027. Na labda tu mimi ningeuliza Bwana Jakaboda, ni nini likusukuma uanze ama ufikirie kufanya siasa? Sana ufikirie kutaka kiti cha MCA. Mimi nimekuwa katika siasa miaka kama 7. Yeah. Mahali nilikuwa naishi Nairobi. Na nimekuwa nikifanya shughuli zangu za kazi.
na baada ya kufanya kazi, na lakini kule nyumbani haswa mahali nilikozaliwa ni hapa Soin Ward, Rongai na Adinai Village. Okay. So mimi ni mwanabiashara na mara nyingi sana nimekuwa nikipenda sana kuhusisha watu, kuweka watu pamoja ili tuweze kuwa na maendeleo. Nilipofika hapa hivi Soin Ward, Rongai constituency, nilikuwa nimeona kuna baadhi ya vitu ambazo tumekosa sana katika jamii yetu. Jambo la kwanza ni kuunganishwa. Kwa ufupi tu ungetuelezea kilichokusukuma, yani msukumo ni nini mlifanya mje katika ulingo wa siasa? Ambao ni msukuma ndio niweze kuingia katika ulingo wa siasa. Nilikuwa nataka nitoe watu wetu kutoka chini. Kuna baadhi ya watu wetu ambao wanaumia sana. Sasa hawana ile sauti. Mimi mwenyewe nikajitokeza. Okay, ukimaanisha watu wetu unamaanisha nini kwa sentence hiyo? Katika watu wetu hii ni all community ni jumla. Okay. Yes, wale ambao wanaishi katika Soin Ward. Yeah. Okay, na ushawahi jaribu tena mara nyingine kuania hii kiti cha MCA mwaka mwingine ama ushawahi jaribu? Bado sijawahi. Ile kitu ambayo nimekuwa nikifanya, nimekuwa mwenyekiti wa ODM kwa miaka za nyuma, kama miaka 4 zimepita. Okay, bwana na labda majuzi hivi, labda sasa tukianza maswali zetu, kuna mwingine ameuliza kwamba ile makusudi yako, kwa sababu juzi tumeona umefanya launching, labda ungetuambia kwamba hii launching ulifanya siku chache ambazo zimepita, ambazo tuliziona kwenye runinga ya Jumbi TV. Ni nini ilikusukuma ili ukaweza kufanya launching, na ilikuwa launching ya nini haswa? Sasa huko kwenye kamera at least unaweza fanya ili watazamaji na wale ambao wako na maswali mengi kuelewa. Mimi kitu kinaweza kufanya watu waweze kusikika katika sauti. Nilikaa chini nikafikiria kwamba tuweze kuungana na tuweze kupata sauti ili wale watu viongozi ambao tuliwachagua waweze kufikia. Kuna baadhi ya vitu ambazo hawazafanya. Okay. Na kwa mtazamo wako unaona kuanzisha hiyo bunge la wananchi pale hivyo kwa soko ya Adinai itaweza kukupatia umaarufu fulani ama itaweza kukusaidia kwa njia yote ili uweze kupata hiyo kiti cha MCA ambayo unatarajia kuwania? Katika ile fikra ambayo nilikuwa nimeweka ya mambo ya kuweka hiyo bunge la wananchi katika soko hapo, ile sehemu ni sehemu ambayo watu wengi wanapenda kufika pale, na inaweza kuwa naanzisha hiyo bunge ili hata watu ambao wanapita kule nje waweze kuona pale. Alafu na hii kitu muhimu yake kwamba aswa sana, kuna baadhi ya vitu mingi ambavyo tunafanya inatuumiza katika hapa Soin Ward na Rongai. Ndio imefanya tutoe hiyo, tuunganishe, nikae chini nifikirie vile ninaweza nikaweka watu pamoja. Okay, na unafikiria itakuweza kukusaidia kwa vyovyote vile, kwa labda kwa azima yako? Kwa azima yangu mimi na hope na itanisaidia. Okay, na unajua kitu kama hicho obvious, labda hapo siku zijazo kuna labda furugu inaweza tokea mahali kama hapo. Sijui umejiandaa kwa njia gani in case ikitokea, juu hiyo itakuwa ni ukumbi wa siasa. Sijui umejiandaa kiaje ili ikitokea unaweza kupoesha? Katika katiba ya Kenya najua ya kwamba bunge la mwananchi ni haki ya mwananchi kukuwa naye. Kwa pale ndo mahali ambapo anaweza kutoa zile vitu ambazo zinamfinya katika community yao. Na katika mimi nikifanya kitu si kwamba ati sijafuata sheria, mimi nazingatia sheria kabisa. Ya kabla nifanye hii kitu nilikaa chini na nikaimiza, kwa mara nyingi kila mahali hizi vitu zinasaidia sana wananchi. Na asante sana. Mgeni wetu wa leo ambayo tuko naye Jacob Boda, ningependa kuuliza swali ya kwamba labda kwa manufaa ya vijana, ni agenda gani ama ni gani ambayo uko nayo kwa vijana, kwa sababu tulisikia manifesto yako imekuzia zaidi kuhusu vijana, na wengi niliona walifurahia kwenye launching ambayo tulifanya juzi. Kwa hivyo ningependa tu umeratibisha namna gani ili kuwasaidia vijana wa Swahili? Katika vijana, kweli vijana hawako idols wengi, na kile kinafanya vijana wanakosa kitu cha kufanya ni kwamba kitambulisho.
kuna baadhi, nakumbuka hapo nyuma kidogo nilikuwa nimekusanya vijana waweze kupata, nimeandika majina yao tuweze kutafutia vijana vitambulisho, lakini serikali nayo ilianza kuweka kwamba hiyo masheria ya, kuna baadhi wengine kabila nyingine zile zinafanywa vetting na kuna zingine ambazo hazifanywi vetting, alafu nazo katika wale ambao wanachukua ni kuna zile hela wanazozitoa. So juzi tumesikia rais wetu akiongea akisema ya kwamba mambo ya vetting imeisha na mambo ya kulipa zile pesa za kuchukua kitambulisho zile. Sasa tulikuwa nataka, hapo ndipo tulikuwa nataka tuanze kuanzisha vile tunaweza kusaidia vijana kwanza wapate vitambulisho. Juu wako wengi sana katika eneo la Soin Ward na entire Rongai. So hiyo ndio jambo langu la kwanza nilikuwa nataka nifanye. Asante. Na upande wa ajira utasaidiaje, kwa sababu umesema mambo idleness? Katika ajira vijana wakiwa wako na vitambulisho na wengine ambao walikuwa wanataka wafanye kitu kama biashara, ni ile kuwaweka katika wakae katika vikundi, na zile pesa ambazo zikiwa ziko zile za ngafu ama zile pesa zile za sub counties, kuna zile ambazo zinapeanwa katika vijana youth empowerment, ziweze kuwasaidia katika biashara zao ndogo ndogo, na hapo watakuwa wamejiajiri wenyewe. Kama kuna wengine ambao pia wamehitimu katika zile wamesoma na ajira haiko, basi tunaweza kutafuta njia nyingine ili tuweze kuwasaidia katika kuwatafutia kazi. Asante sana. Okay, kuna swali la mtazamaji hapa. Wakati ule ulikuwa ukilaunch hiyo bunge la wananchi, aliuliza kwamba nadhani kuna siku ulikuwa umesimamia hii mambo na kuhamisha our IDPs, internal displaced people. Sijui kama unakumbuka mimi. Nakumbuka sana, na pia hata hiyo list niko naye, nilikuwa mmoja wapo, nilikuwa chairman wakati huo. Lakini okay, anauliza mambo yao ilifikia wapi? Haya mambo tuliwafikisha, tulipeleka hiyo ripoti zote zimefika mpaka kwa DC na zilienda mpaka Nakuru County, tukazipeleka petitioning pia, na zingine pia tena part zingine tulipeleka katika National Assembly. So kutoka hapo tujafuatilia sana, but kuna baadhi ya watu wengine pia nao waliingiza siasa ndani. Mpaka ikaleta kelele kidogo, mpaka wakasema tu, kuna baadhi wengine pia nao walikuwa katika hapo market, wakatolewa pia tena wakapelekwa kule shule Majani Mingi the other side. So bado hawajapata hiyo lile. Sasa tunataka tuwafuatilie ili waweze kupata haki yao pia nao. Okay, kulingana na hii ni matarajio yako ya kukua MCA. Kwa sasa hivi bado hujakuwa, lakini natarajia kukua, na kuna wapinzani tu ambao pia utakutana nao ulingoni. Sijui kama uko tayari kukutana nao kujadili mawantu, ama wewe umesema tunoni mimi kivyangu naenda hivyo sitaki kukutana na mwingine kujadili mambo yao. Kiongozi ukishatoka wewe ni kiongozi, lazima viongozi wote wakutane ili waweze kusaidia wale watu wao community wa area yao. Na mimi niko tayari kukutana na mtu yote na tukae naye chini, tujadiliane ama tusaidiane katika fikra ili tuweze kusukuma Kenya yetu mbele. Na labda tukiongelea kitu ambacho mwenzangu D amerejelea, labda kuna wale ambao kwa sababu si mara yako ya kwanza kusimama, nafikiria umesimama. Bado sijasimama bado. Hujasimama. Na nafikiria kuna azima ambayo labda ulikuwa nayo wakati huo ukasukuma kabisa. Na ikafika mahali ambapo watu wakaona ya kwamba labda umeregea, umefanya nini. Labda kwa sababu ya manufaa, kwa sababu wengi wametuambia kwenye dini zetu ya kwamba labda uende ikawa wanaweza kukusupport na mwisho labda iwe ni story nyingine. Kwa hivyo labda unaweza jieleza umejipanga namna gani? Mimi ndugu zangu, mimi nimejipanga na nimeamua kutetea wale watu wa Soin Ward cause kuna mambo yale ambayo yanatukumba. Hiyo ndio umuhimu yangu kusimama, na nitasimama hadi mwisho. Okay, nilisikia pia azma yako ilikuwa ni kutetea watu wenye sijui nitawaitaje, wenye yani wako acha tutumie physically challenged. Na sijui utatueleza aje kuhusu hiyo, ama ni mpango gani ambao uko nayo, kwa sababu pia umeshasimamia, ni mpango gani mzuri ambao uko nayo kwa wale watu ambayo labda kimaumbile wako na mapungufu? Hawa watu disability. Hawa watu walemavu kweli katika eneo ya sikuiza tuwaiti disability, sikuiza tunaita physically challenged. Sawa. Sorry, asante. Hawa watu wetu ambao kuna upungufu wa hiyo mambo ya maumbile. Kuna baadhi, kuna vile tulikuwa katika Rongai hapa, hawa watu hawasikiki sana. Na hata katika uongozi hawasikiki.
Ndio nilikuwa naomba kama wale, hii kitu nataka ifikie mpaka mheshimiwa Chebor hawezi kuzitenga, yani hawezi kuangalia maslahi ya watu ambao upungufu wa mwili waweze kusaidika, because hii katika katiba pia inakubalika, iko katika katiba. Yeah. Kwa hivyo mpango yako aswa unapoingia kwa sababu ya watu kama, kwa sababu wewe unafikiria wana imani nawe kwa sababu tayari ushawasimamia katika hizo eneo, labda mpango ambao uko nao kwao na labda kwa wale ambao pia hawajafikiwa. Mipango yao ambayo niko naye kabisa ni kwamba wanaweza tafutiwa. Kuna baadhi wengine wanataka zile wheelchairs. Sasa niwafikie ili niweze kuongea na watu wa serikali na wale ambao wanahusika katika serikali, basi ndio tuweze kuwasaidia katika eneo la Rongai. Okay, na labda kuna tu kiongozi pale ambaye anataka pia kuwania hiyo MCA kama, na naona huyu jamaa anaweza kuwa tishio kwangu, na mimi vile niko hapa ninaweza kumchunia kitu kidogo labda kuniachia. Sijui kama unaweza fanya hivyo, unaweza ukichuniwa kitu kidogo unaweza wacha barabara na wewe uingie nyasi. Mimi siwezi nikafanya, nimetoka kabisa kwamba mimi ninataka kutetea watu wangu. Hata donge ikiwa naona milioni 10 umetoka meza hapa hivi. Lazima nifike tu na milioni 20. Milioni 1. Kwa hivyo wadau na wadaunes, mumeona kwamba mheshimiwa wetu mtarajiwa si yule ambaye mtu amesema hata mpe 100 million na wizi. Ako na msimamo wake. Kwa hivyo labda utuambie labda kuhusu siasa. Nikirudi tu nikurudisha nyuma siasa za eneo hili za Soini, wewe unazichukulia aje? Yaani iko na uzito aina gani? Kwa sababu Soini nachukuliwa ni ile eneo ambalo siasa na Rongai nzima ambayo mahali ambapo siasa huwa imenoga sana na siasa iko kwa kiwango cha juu, kwa sababu ni kama kabila yote iko mahali hapo. Umejipanga namna gani ili kupigana na siasa za Soini? Mimi mwenyewe nimejipanga, sio mbaya vile, lakini ninataka kuunganisha. Unajua katika Soini tu ni kabila yote ambayo iko pale, lakini marginalized, tukirudi upande ya marginalized, kuna baadhi ya watu ambazo hawasikiki sana katika hili. Ndio unaona wengine wamekanyangia wengine chini. So hiyo yote tunataka tuyatoe na tuweze kuunganisha watu. Ikiwa kuna mgao ambayo imetokea, lazima tusawazishe hawa watu wote. Kusiwe na kuna baadhi ya watu wengine pia naye hawapewi kitu, wengine na wanapewa. So ama wengine wakifika pale kwenye ofisi hawashughulikiwi. So tunataka hiyo mambo kama hayo tuyamalize kabisa. Okay. Labda nikitaka double D, labda nikitaka kuchokoza tu mheshimiwa kidogo, anaweza rank aje kazi ambayo anaoiona saa hizi? Labda amefurahia kazi ya mheshimiwa ambayo yuko, kwa sababu labda unaweza rank aje kazi ambayo ziko saa hizi, wale ambao uko kwenye viti saa hizi? 1 out of 10. Yeah, niliona kitu pia ambaye alifanya kama mheshimiwa Chebor, alisimamishia tuliona hapa tukawa na mataa stima, but bado hajamaliza. Kuna zile security pia naye anafaa iwekwe. Secondly pia tena barabara, hizi barabara zile za kuingia vichorochoro zetu hizi kando za estate hizi lazima zitengenezwe. Lakini nimeona pia naye ameanza kufanya kazi nzuri, amezipanga pia tena. Nimeona tinga zinafanya kazi hapo. Nyingine tena nimeona ambaye amejaribu tena ni kama mambo ya market. Market ametuwekea pale, lakini bado zile vyoo ambazo ziko pale hazijatosha, maana watu ni wengi. Katika market unajua lazima tuweke vyoo nyingi sana, hizo choo yani. Nafikiri iko katika docket ya MCA. Yeah. Sasa hivi tunaongea Saul from Chebor to Bigol. Kwa hivyo unamrank, wacha tuanze na mheshimiwa wetu, kwa sababu tunataka tujue, kwa sababu wewe unajua wewe ni mheshimiwa sasa. Wamejaribu. So out of 1 out of 1 out of 10. Out of 100 wamefanya. No, out of 1 out of 10. Yeah. Tuanze na mbunge. Mbunge amejaribu, sijakataa. Hata mimi nampigia simu mara nyingine tuweze kukaa chini tuongee, tuone vile tukasaidiana. Lakini mambo ya basari na mambo ya stima naona amejaribu. So 1 out of 10. Mheshimiwa anajaribu kutuepa, lakini lazima tajibu hili swali. Kwa sababu tunataka tujue kama labda anaona labda wale ambao wako kwenye kiti wanafanya kazi ama wafanyi. Kwa hivyo umesema ni ngapi? Naweza wapatia simu. Una mbunge kwanza. Mbunge naweza mpea alama 6 kwa kujaribu. 6 out of 10. Asante sana. Hiyo ni pass mark. Okay. Na MCA? Amesema shuka sana mpaka 2.
mbili. Yeah. Kwa hivyo MCA jikaze sana, kwa sababu labda unajua sasa huyu ako chini ni mwananchi wa kawaida, na labda uende kawa labda napata maoni ya wananchi, si kweli? Kitu mbaya tu sana imemvuta mpaka chini. Taja tu moja kitu mbaya sana inaona hii imemvuta. Yenye imemvuta. Kile kitu imevuta mheshimiwa Digol. Kuna zile vitu ambazo aliahidi wananchi. Akipata kiti atayafanya. Kwa hiyo hajafanya. Lakini sasa hajayafanya. Tunajaribu hata wananchi wanajaribu kumfikia, lakini hafikiwi. Amekuwa mtu wa kupiga kona hapa na pale. Watazamaji, hiyo ni maoni ya Jakaboda, si maoni ya Jumi TV. Hiyo ni maoni yake. Kwa hivyo nafikiria kila mtu ako na haki ya kuwa na maoni yake, na ndiposa leo ni mgeni wetu wa leo hapa hivi. Though hata hiyo alama 2 kuna percentage ambayo amefanya, si kweli? Hiyo ni just 1 out of 10. Kwa hivyo asante sana mheshimiwa, fanya kazi yako, tamni yako, hudumia wananchi wakufikie. At least by the end of labda 2027 utakuwa umefikisha, labda mheshimiwa atakupatia 8. Si kweli? Asante sana. Kwa hivyo labda kitu ambacho labda ungependa kuambia wananchi? Mimi ile kitu nawashukuru. Ile kitu naweza kuambia wananchi wote ni kwamba watu wakuwe unity, wapendane na wasiwe watu ambao wanaogopana. Na mambo ya hiyo mambo ya ukabila pia isiwe inakaa ndani. Watu waungane, sisi ni watu moja. Kiongozi tukichagua kiongozi, ni kiongozi wa kila mtu. Sio kiongozi wa kabila hii. Kiongozi anakuwa ni kiongozi wa kila mtu. Asanteni. Asante sana. Okay, watazamaji, hapa Jumi TV tunaalika kila mwanasiasa yote. Maybe uko hapo ungependa kuja kujiunga nasi, uongee na wafuasi wako, uongee na watu wako. Tunakukaribisha, tupatie tu appointment alafu sisi tutakualika. Na pia tuna cover events live. Kama unaweza tupata kama Jumi TV, pia tunaweza kuja kwenye labda unataka ku launch kitu, manifesto yako unataka ku launch, kama tuli launch juzi ambayo si manifesto yake, lakini si manifesto yake aswa, lakini alikuwa na launch bunge la mwananchi ambalo ni kitu kipya sana, na pia tunasema ni asante sana, kongole kwa hiyo, kwa sababu hakuna mtu amayefikiria kitu kama hiyo. Tunasema unatupata kwenye YouTube JUMY TV bila space katika YouTube. Tafadhali subscribe, alafu kisha like na ushare. Okay, na kando na siasa tunafanya vitu kama ukiwa na sherehe ya birthday unatuita sisi kama crew wa Jumi TV, tunakuja hapo tunatetemesha ile. Tunafanya vitu kama, na pia zile ambazo tunafanya pia ni zile sherehe za Goito ambazo pia tunatembelea shule pia. Tafadhali tufuate pale ili uweze kuona yale mambo ambayo tunayafanya. Pia UMC tunafanya kazi zote za UMC. Tuna pia hizi public address pia tunapeana. Asante sana. Kwa hiyo nafikiria show yetu itafika mahali pale, lakini to watch on Facebook ambayo ni Jumi, just search Jumi katika Facebook. Alafu Jumi TV nitaulia tena, tuko neutral, hatuegemei upande mmoja ati mrengo huu akisiasa ama mrengo. Sisi ni neutral, tunafanya kazi na kila mwanasiasa yote. Ukifeel wewe unakaribishwa kuja kwa studio yetu, na tutakupea platform, utaongea na wananchi. Hata kama uko na biashara yako ambayo unataka kufanya advertisement, una advertise. Kisha hata nafikiria mheshimiwa ako na biashara, ameshatupatia appointment, tutaenda ku advertise. Kwa hivyo ukitaka biashara yote ambayo unafanya advertisiwe, you can contact us through Jumi TV. Kwa hivyo pale hivyo TikTok pia tunakutana, unatupata pale kama Jumi. Sasa zingine tunaweka show zetu live pale. Facebook pia tuko live. YouTube pale ni TV, tunaweka show zetu mahali pale. Kwa hivyo sioni la ziada. Na pia tungeomba comment zenyu, mtuelezee, tuulize nini mheshimiwa, tulete mheshimiwa gani tufanye, tutawaletea mwenye mnamhitaji ama namna gani. Na labda tukimpatia appointment nyingine, kama uko na swali, tafadhali comment pale chini ili ukaweze kutuuliza, tukaweze kumuita, kwa sababu alipofanya show watu waliuliza maswali mengi sana kumhusu. Na leo hii nafikiria kila mtu ameridhika, kwa sababu Bwana Jakaboda amejibu kwa ushupavu sana. Napenda sana hiyo courage yako, napenda sana hiyo agenda zako, na pia manifesto yako najua kwamba itakufikisha mahali. So labda mheshimiwa, kama una kitu yote tu ya kueleza kwa dakika moja tu ya chochote. Sina jambo la kumaliza, manake yote nimemaliza kuongea. Asante. Okay, till next time.
Peace out and twist.